Na wasalimu kwa jina la Yesu, nikisema ya kwamba jina la Yesu likaendelee kutukuzwa duniani kote kwa utukufu wa jina hilo. Na wakati huu nataka kuongelea neno ambalo linaitwa imani. Ndio kichwa ambacho nataka kuongelea saa hii, neno ambalo linaitwa imani. Na kitu cha kwanza, imani ndio funguo ya mambo yote. Bila imani hakuna jambo ambalo unaweza kufanya na kufaulu katika maisha, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema ya kwamba katika kitabu cha Wahebrania, ukisoma Wahebrania mlango wa 11 mstari wa 6, Mungu anasema hivi: basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila mtu anayemwendea Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yuko, na kwamba hutatuza na kwamba huwatuza wale wanaomtafuta. Umesikia vile neno limesema ya kwamba mtu yote ambaye anamwendea Mungu lazima aamini ya kwamba Mungu yupo. Ani katika njia nyingine, jambo lolote ambalo unataka kufanya katika maisha, wewe unafaa kuamini ya kwamba hilo jambo litawezekana na hilo jambo liko. Hiyo ndio kitu ya kwanza unafaa kuamini, ya kwamba jambo hilo litawezekana na hilo jambo lipo. Kwa sababu kulingana na ile andiko limesema ya kwamba basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pia Mungu hauwezi kumpendeza bila imani. Inamaanisha nini? Hauwezi kusema ya kwamba unaamini Mungu na ili hali katika matendo yako unakana ya kwamba hauna imani naye. Mambo yote ya maisha yanaweza kuendeshwa na kufaulishwa kwa ajili ya mtu kuamini. Sasa hapa imesema ya kwamba itakuwa ni ngumu mtu kumpendeza Mungu bila imani, kwa sababu kama hauamini Mungu utamwabudu aje? Ni ngumu sana kuhusika kwa kitu ambacho wewe mwenyewe haukiamini. Ni ngumu. Ndio maana neno linasema kwamba bila imani hautampendeza Mungu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kwa maana kila mtu anayemwendea, wewe ndio unamwendea Mungu, ni lazima aamini ya kwamba Mungu huyo yupo. Watu wengi wamesema kwamba Mungu hayupo. Watu wengi wamekuwa na madharau wanapowaambia mambo ya Mungu. Wanasema kwamba mambo ya Mungu sio mambo ya ukweli, ililetwa na wazungu. Wengine wamefika mahali wakasema kwamba haya ni maneno tu ya kupoteza muda. Watu wamefika mahali wameanza kukataa ya kwamba uwepo wa Mungu hauko katika hii dunia. Vile nilikuwa ninafundisha hapo ya kwamba Mungu yupo, lakini wapumbavu wamesema katika mioyo zao ya kwamba Mungu hayupo. Sasa hapa neno linatuambia kwamba bila imani, kama hautafurahisha Mungu, sasa utatoboa maisha kweli? Lazima ufurahie na ukuwe na uhakika na kile kitu ambacho umeamini. So Mungu mwenyewe ametufundisha na akatuambia kwamba tunafaa tunapomwendea tuamini ya kwamba yeye yupo. So wale wote ambao wamekuwa wakisema kwamba Mungu hayupo, sasa unaona upumbavu wao mahali unapatikana. Na kama haujaamini kwa kitu, hicho kitu hakiwezi kikakusaidia katika maisha, kwa sababu wakati hicho kitu kimekusaidia, utukufu utarudishia nani? Kama hauamini Mungu anaponya watu, atakuponya aje kama hujaamini? Kama tumebia anataka kujitukuza. Lakini kama ukweli wewe mwenyewe unataka kuona nguvu za Mungu za uponyaji, lazima uamini ya kwamba Mungu anaponya. Ukishaamini ya kwamba Mungu anaponya, basi ndio Mungu atakutendea ile uponyaji. Ndio sasa utaanza kutembea, utaanza kuongea ukisema ya kwamba ni Mungu ameniponya. Sasa wewe unataka uponyaji na hauamini, unachekelea, unadharau Mungu anayeponya. Kweli utaponywa? Hiyo ndio swali. Utaponywa, utapokea uponyaji kweli?
unataka Mungu akupatie kazi na hauamini ya kwamba kazi inapatikana kupitia kwa Mungu. Unaamini kazi inapatikana kwa bidii yako. Unaamini ya kwamba hii kazi inapatikana kwa connection za kuhongana. Unaamini ya kwamba hii kazi inapatikana kwa wewe kuenda kwa shule na kusoma na kufaulu katika shule. Sasa hiyo shule na masomo yako vile umefaulu, pia ukikuja katika kazi utafaulu hivyo. Hivyo ndio unaamini. Ama unaamini ya kwamba kuna nguvu fulani unafaa uende utafute zikuje zikusaidie upate kazi. Alafu hapo ndio unataka tena unaamini kwa hizo nguvu. Kama unaamini ya kwamba kuna uchawi ndio utakupatia kazi, na tena unaamini kwa Mungu, itawezekana? Kama unaamini kwa uchawi tena uamini kwa Mungu, hiyo kazi ikipatikana, utukufu unarudisha nani? Kwa sababu lazima utukufu unafaa kurudia mtu hapa kwa kila kitu ambacho unafanya. Kama ni shetani amekusaidia, basi unapoyafanya yale maneno ambayo unayafanya, unapofaulu huwa unarudisha nani? Shetani utukufu. Ndio unaona wale watu ambao wameamini ya kwamba shetani ndiye anawasaidia, huwa wanamrudishia utukufu. Sasa umesikia katika mtandao watu wanasema ya kwamba mimi niko Freemason. Freemason ndiye ananipatia hizi pesa, Illuminati ndiye inanisaidia. Hii maisha ambayo naishi ni maisha ambayo Freemason na Illuminati na makundi mengine ya kuabudu shetani ndiye amenifikisha hapa. Unaona, huyu mtu anarudishia shetani utukufu ambao ni mzuri. Sasa huyu mtu ameamini hivyo. Wewe mwenye unaamini kwa mambo ya ushetani na unakuja unataka Mungu akutendee. Sasa swali ni moja, hauamini Mungu ya kwamba anaweza kukutendea, na hapa tena unaamini kwa mambo ya shetani. Wakati utatendea, utukufu unarudishia nani? Sifa utarudishia nani? Hiyo ndio swali. Ndio maana itabidi ya kwamba vile unaamini ndivyo vile itakutendekea. Ukiamini ya kwamba basi Mungu hawezi kukuponya, basi uachane na mambo ya uponyaji kwake. Tafuta mahali ambapo wewe unajua utapata uponyaji. Wewe mwenyewe ujitafutie. Ukijua kwamba Mungu hawezi kukupatia mtoto anapatikana kwa kukula chakula fulani, uende ulale na mke wako, basi ndio utapata hiyo mtoto. Basi wewe amini kwa hiyo chakula, ende ukule hiyo chakula. Na ujue kwamba kuna wengi wamekula hiyo chakula na hata chakula ambayo iko balanced na mpaka sasa hawana watoto. Sasa hao nao utawaambia nini? Kwa sababu wewe unaamini kwa hiyo chakula. Mwingine anaamini kwa mganga, mwingine anaamini kwa nguvu zake na masomo ya sayansi. Sasa wale watu ambao wamepitia hiyo mambo yote na hawajapata, na utawapatia mawaida gani? Hilo ndio swali ambalo tunafaa tuulizane wapendwa. Unaona? Sasa kitu cha maana hapa ni ya kwamba bila imani mambo yako yote itakuwa ngumu. Imani ni funguo ya kufungua kila kitu katika maisha. Mungu anasema ya kwamba hata haujamuona na hii macho yako, lakini unaamini. Sasa hiyo imani kwanza tunataka tujue ni nini, kwa sababu hiyo ndio kitu cha maana tunafaa tuangalie hapa. Sasa ukisoma tena katika hicho kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema hivi: kwa kuwa na imani ni kuwa na hakika, unakuwa na hakika na mambo tunayotumainia, na kusadiki kwamba mambo yale tusiyoyaona. Unasikia? Yaani kukuwa na imani ni kuwa na uhakika na mambo ambayo tunatumainia, na kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Kuwa na imani, unakuwa na uhakika. Hiyo ni kitu cha kwanza. Unakuwa na uhakika gani? Kwa mambo tusiyoyaona. Mambo tusiyoyaona. Na kusadiki ya kwamba mambo hayo yatatendeka. Unasikia? Kwa mambo ambayo hayaonekani, unatumainia, unakuwa na uhakika ya kwamba yatatendeka. Hiyo ndio imani. Lazima ujue imani ni nini. Unafikiri mambo ambayo unaona na macho yako? Hapana. Imani hapa ni hii katika mambo ya roho, ni kiwango kingine cha masomo. Kukuwa na nini? Na uhakika na mambo tunayotumainia, na kusadiki mambo ambayo tunajua ya kwamba yatakuja kuonekana. Lazima ukubali ya kwamba haya mambo yatatendeka. Saa hii sina mtoto, ambao ni ukweli. Umeomba kwa muda mrefu, hauna mtoto, watu wamekuombea, kuna watu wamekuchekelea, wamekutukana, lakini uko na imani ya kwamba iko siku utakuwa na huyo mtoto.
Hiyo ndio imani ambayo Mungu anazungumzia. Lazima uamini, na uamini ya kwamba imani hii imetokana na Mungu. Mungu ndio imani yetu, ambaye anatuhakikishia, alituambia kwamba tuamini kwake mambo yote yanawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu ambaye ameumba, yasiyowezekana kwa wanadamu, yeye kwake yote yanawezekana. Wakati Mungu anasema ya kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu, kuna watu Mungu amewapatia kazi yake, na mahali fulani hapo ndio wanafikia. Daktari, Mungu amempatia uwezo wa kutibu, lakini anakutibu, anafika mahali anasema hapa ndio mahali amefikia, hapo ndio mwisho wake. Anakuambia mahali amefikia unaweza tu kuishi kwa miaka 2. Naye Mungu anasema hapana, hapo ndio daktari amefikia, lakini kwa mimi utaishi miaka zingine 15, na hautaishi kwa sababu ya hayo magonjwa ambayo daktari amekwambia ndio itafanya ukufe. Hapana, mimi mwenyewe kama Mungu nitakuongezea miaka zingine 20 ama 30. Na hapa daktari alikwambia uwezo wake kulingana na Mungu ambaye amempatia ni miaka 5. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba yasiyowezekana na wanadamu kwake yote, kwake yote. Yaani Mungu ndiye ako self sufficient. Yaani Mungu pekee ndiye amejitosheleza. Ndio hata sisi hapa ni watumishi, unafaa ujue hivyo. Lakini kuna vitu ambavyo hatuwezi kufanya yote. Mungu hajatupatia uwezo wa kutenda mambo yote. Yeye peke yake ndiye akona ule uwezo wa kuyatenda mambo yote. Ndio maana akasema ya kwamba mambo fulani amepatia wanadamu, na wanadamu hao vile amewapatia yale mambo, hapo ndio wanafikia. Na hapo mahali wanafikia, yeye anakuja anachukulia pale na kukamilisha mambo yote. Yasiyowezekana kwa wanadamu kwake, ambao ni Mungu, halinganishi kama wanadamu. Yeye anayakamilisha yote, kwa sababu yeye ni Mungu. Mwanadamu ukijitosheleza, inamaanisha kwamba utakuwa Mungu, na ambao haiwezekani. So imani inakuja katika njia moja ya kuwa na uhakika, na unakuwa na uhakika na mambo ambayo unatumainia, na kusadiki mambo ambayo hatujayaona, lakini tuko na imani ya kwamba yatatendeka. Kwa sahi hauna mtoto vile nimesema, lakini unaamini ya kwamba utakuwa atakapotokea. Kwa sahi hauna kazi, unakuwa na tumaini ya kwamba utakuwa na kazi. Iko siku hiyo kazi utaiona. Kwa sahi haujaoleka na haujaoa, lakini unaamini ya kwamba iko siku utakuwa na mke, iko siku utakuwa na mume, iko siku utakuwa na familia. Kwa sahi unatumainia kwamba kuna siku utakuwa na biashara. Iko siku itafika kama Mungu alikusudia. Imani pia inaambatana na mapenzi ya Mungu, mipango za Mungu. Kama Mungu alikusudia hiyo kitu itatendeka kwa maisha yako, iko wakati aliweka itatendeka. Nataka tusome tena katika kitabu cha Warumi 10. Kitu cha kwanza nataka tujue, sasa umeshajua imani ni nini, na umejua kwamba bila imani hauwezi kumpendeza Mungu. Hata kama unaenda kwa kanisa, hata kama unaishi kwa kanisa, hata kama unaomba na kufunga, hata kama unakesha, hata kama unaonekana unafanya kazi zote za dini, lakini bila imani itakuwa ni bure. Utakuwa unaharibu wakati, kwa sababu mambo yote ambayo tunayatenda katika maisha yanaweza kutendeka kwa sababu ya vile tumeamini, na kutendeka kulingana na mapenzi ya Mungu na mipango za Mungu katika maisha yetu. So imani lazima ikuwe ndio funguo wa mambo yako yote katika maisha. Hilo ndio jambo unafaa kugundua. Sasa nimekueleza ya kwamba bila imani ni ngumu. Hata kuabudu utakuwa unaharibu wakati. Hata katika kazi zako zenye unafanya, katika maisha yako yote, shughuli zote zenye unafanya, itakuwa ni bure bila imani. Lazima uamini. Sasa niko hivi, lakini najua ikifika jioni mambo yangu itakuwa imebadilika, imeenda katika viwango vingine. Lazima uwe na hiyo imani. Hiyo ndio funguo, hiyo ndio kitu inakuelekeza. Na imani ni Mungu anakuelekeza. Anakuambia ndio kwa sasa unaona uko hivi, lakini ikifika jioni nitakuwa nimekupeleka katika hatua nyingine. Imani hiyo tunaipata aje?
baada ya kugundua imani ni nini. Sasa lazima tujue ya kwamba imani hiyo inapatikana aje. Warumi sasa. Hiyo ndio kitu ambao unafaa uangalie. Tunataka tusome Warumi mlango ni wa 10 mstari wa 14 tukiendelea inasema hivi. Basi watamuombaje yeye ambaye hawamwamini? Si nimekuambia pale katika Hebrania inasema ya kwamba kabla haujamwendea Mungu lazima ukuwe umemwamini. Na ujue ya kwamba anaweza kukutendea mambo ambayo wanadamu hawawezi kuyatenda. Wamefika mahali fulani, hapo ndio mwisho wao. Hapo Mungu anaweza kuingilia kati na kuyakamilisha yote ambayo serikali haiwezi, wazazi wako hawawezi, marafiki wako hawawezi, chama chako hakiwezi. Vitu vyote ambavyo Mungu ameumba haviwezi. Hapo ndio Mungu anakuja. Lakini Mungu anauliza swali katika Warumi 10 mlango wa 14. Basi watamuombaje yeye ambaye hawamuamini? Mungu huwezi muabudu kama umwamini. Ni bure, utakuwa unaharibu wakati. Heri uachane naye. Kama una imani na Mungu, bado unapingana na mambo ya Mungu, achana hata kumuomba, hata endelea na vitu zako. Because anamuuliza swali, mtamuombaje, mtaamini aje mambo yake yule mtu ambaye hamuko na heshima kwake, yule mtu ambaye hamuamini? Hiyo ndio swali. Tena watamwaminije kama hawajapata kusikia habari zake? Sasa pia imani hii inakuja aje? Kwa kusikia habari za Mungu. Na habari za Mungu nazipata aje? Kupitia kwa haya maneno ambayo ninafundisha. Injili inakuja katika maisha yako, unasikia neno la Mungu likihubiriwa, likitangazwa kila kona. Ndio maana Mungu anasema tuende dunia kote tufundishe. Imani inakuja kwa wewe kufundishwa. Wewe kufundishwa vile sasa hii nafanya hivi. Because hiyo ndio kitu Mungu amesema hapa. Tena watamwaminije kama hawajapata kusikia habari zake? Lazima ufundishwe ile neno ambalo limeandikwa katika Biblia na lingine ambalo Mungu ataleta katika ufunuo wake. Ufundishwe. Sikia vile anasema, na watasikiaje habari zake kama hakuna mhubiri? Kweli wewe unataka kupokea imani. Tunapokuhubiria neno hili upokee imani. Ili neno linaleta imani katika maisha yako. Wewe ni kupingana. Utapokeaje imani? Na ujuaji wako, masomo yako. Na hiyo masomo Mungu ndiye amekupea. Sasa umekataa kuweka Mungu mbele, umeweka masomo mbele. Na hiyo pesa ambayo uko nayo, na tena Mungu ndiye amekupea. Badala uweke Mungu mbele, umetanguliza pesa ambao ni vitu ambavyo Mungu ameumba. Na akasema kwamba hivi vitu havifai kuja katika maisha na kuchukua nafasi yake. Tunapokuhubiria habari za Mungu, ujuaji, kiburi, majivuno, siasa, porojo, magombano, kila kitu ambao unaambiwa unajua. Unaona? Mungu anauliza hawa watu watasikiaje habari hizi kama hakuna mhubiri? Utapataje imani kama Mungu hata nitumia mimi kama mwanadamu nije nikufundishe ile neno vile imani inapatikana? Utapataje imani kusema kweli? Wakati unasikia neno la Mungu linahubiriwa, hapo ndio imani inakuja kwa kusikia injili. Kwanza imesemekana injili, hili neno, sio kwa kusoma magazeti. Magazeti hayatakuletea imani. Hiyo nafaa ujue. Kusikia vipindi vya redio ambavyo vinapingana na Mungu, vipindi vya vichekesho, vipindi ambavyo havitakusaidia katika maisha, haviwezi kukuongezea imani. Hivyo ndivyo Mungu amesema. Wewe kwenda kukaa katika mechi kuanzia asubuhi mpaka jioni ukiangalia mpira UEFA, sijui ukiangalia World Cup, sijui La Liga, hiyo kitu haiwezi kukuongezea hata imani moja. Imani inakuja kwa kusikia ile neno. Ndio umesikia vile amesema, na watu hawa watahubiriwaje? Una vile Mungu anauliza, ni maswali Mungu anauliza, vile unafaa upate imani. Imani hii ambayo ninakuambia saa hii na unapingana nayo. Usikia vile Mungu anakuambia, na hawa watu watahubiriwaje kama hakuna mtu ametumwa? Watahubiriwaje kama mhubiri hajatumwa? Ndio maana Mungu mwenyewe anasema katika Mathayo, nendeni duniani kote, hubirini injili kwa kila kiumbe. Yule atakaye amini, anaamini aje? Kwa kusikia hili neno vile anafundishwa. Imani inakuja kwa kufundishwa injili. Imani haitaingia kwa maisha yako kwa wewe
kukaa katika mtandao na kuona picha za watu walio uchi. Imani haitaingia katika maisha yako. Wewe kaa katika vikundi vya siasa kila asubuhi mpaka jioni, ni siasa, ni siasa. Wewe kukaa katika muziki za kidunia, muziki ambao sio za Injili, muziki zenye unaona ni kwamba muziki zile unasikia hazitaji Mungu, muziki zile zinatokana na Mungu. Imani haiwezi kuja kwa wewe kusikia muziki kama hizo, haiwezekani. Hivyo ndio neno limesema. Ikasema tena, kama yasemavyo maandiko matakatifu, ni jambo la kupendeza mno kuja kwa wale wanaohubiri habari njema. Yaani sasa hivi unasikia na Mungu ananitumia kwa kufundisha hili. Ni jambo la maana zaidi kuliko kuenda kuona mpira ya Barcelona na Chelsea. Mpira ya Barcelona na Chelsea unakaa pale 1 hour, 2 hours ukiona. Imani hii tu ya dakika 15 ambayo itakupeleka viwango vingine vya maisha, itakusaidia mahali ambapo ulikuwa umelemewa na kazi, ulikuwa umelemewa na maisha, magonjwa, ulikuwa umelemewa, ulikuwa umefadhaika, ulikuwa umesononeka, ulikuwa na wasiwasi katika maisha. Haya mafundisho ya dakika 30, 20 haya ambao unapata sasa hivi atakusaidia kuliko kuenda kuona wrestling for 2 hours. Lakini hauko tayari kwa haya, lakini wrestling uko tayari for 2 hours. Unaona mahali shida inatokea? Ni jambo la kupendeza mno mtu kukaa chini hivi na kukufundisha neno la Mungu la bure na wewe kusikiliza. Ni jambo la maana kuliko mtu kukupatia chakula na hajakwambia hiyo chakula imetokana na imani. Hajakufundisha imani, lakini amekulisha tu, amekuvalisha tu, lakini hajakwambia hizi vitu ambazo amekupatia mahali vinatokea. Lakini mimi hapa sikupatii tu vitu na nikuache hivyo. Lazima kwanza kama hujapokea nikueleze hizi vitu ambao unapata mahali zinatokea ni wapi. Ndio uheshimu mahali zinatokea. Unapatia mtu vitu hajui mahali zimetokea na dharau. Hata unampatia anaenda anatumia vibaya kwa sababu hajui mahali zimetokea na hajui vile zinafaa zitumike. Ni shida ambayo tuko nayo wapendwa. Shida tuko nayo ndio hiyo. So Mungu anauliza tena hapa, ni jambo mzuri sana la kupendeza mno kwa kuwa wale wanaokuja kuhubiri habari njema, lakini wote hawakuipokea hiyo habari njema. Yaani wote hawakuipokea, kwa sababu wakati nahubiri hivi kuna wale ambao wanaamini na kuna wale ambao wanakataa. Wajuaji kila kitu wanajua, hajahubiri vyema angesema hivi. Kuna mahali Mungu ameniwezesha katika ile neno, vile mimi nafaa nihubiri ni hivi. Mahali ambapo nasema ningesema hivi, kuna mwingine tena Mungu ataleta katika neno hili tiki na atamalizia pale tena. Tena ule mwingine pia Mungu atamleta ili neno lake likiendelee kuhubiriwa. Hakuna mtu anahubiri neno na kulimaliza. Mahali Mungu ameniwezesha, anataka nifikia hapo mimi kama mwanadamu wake, because ameteua vyombo vingi. So mimi nikikamilisha na kile kingine, kuna mahali anafika hapo kupitia kwa mimi. Tena utasikia kwa mwingine atakuja na kuendeleza kutoka pale. So ukitaka mhubiri akuwa na kuhubiria injili ya kukamilisha kila mambo yote, ataonekana kwamba yeye ni Mungu. Ni ngumu. So mtu anahubiri injili unasema angesema hivi hapa kuongea hivi, hapana. Kuna wengine tena Mungu ameandaa mahali ambapo mimi nimewaachia wanakuja kuendeleza. Tena kuna mahali watafikia. Tena kuna mwingine anachukulia pale. Hiyo ndio neno la Mungu. So Mungu akasema lakini wote hawakuipokea, kwa sababu kuna wale wakora, wale ambao wanaona kwamba pesa ambazo wako nazo haziwezi kuwafanya wasikie injili. Masomo ambayo wamepata, hii injili ni ujinga kwao. Maana Isaya alisema, Bwana, ni nani aliyeamini ujumbe wetu? Kumbe injili kuna watu ambao wengi hawataki kuamini injili. Wakora katika injili, wajuaji, wanapinga kila kitu. Sasa Mungu anauliza hapa, sasa Bwana, nani aliyeamini ujumbe wetu? Huyu ni Isaya. So hivyo basi imani inatokana kwa kusikia ujumbe huo, ujumbe unaotokana na neno la Kristo. Imani itatokana kwa kusikia mambo ya Kristo. Kama sio mambo ya Kristo mpendwa, utaharibu wakati, utapoteza muda ukilaumu waganga na wachawi na wewe mwenyewe umejiroga. Mungu ametupatia vile imani inapatikana. Inapatikana kwa kusikia ujumbe wa Kristo. Ujumbe wa Kristo. Kama unasikia ujumbe mwingine kando na Kristo, imani haitapatikana katika maisha yako. Ni hivyo ndio ile Mungu amepeana mwelekeo katika mambo yake. Mungu akikwambia kwamba ukitaka kuenda katika mahali fulani, hii ndio njia. Ukatae hiyo njia, utafuta yako basi. Ukifika pale ukuliwe na simba, uanguke katika shimo, ufariki, wewe mwenyewe ujilaumu.
amesema hivi, narudia, Warumi mlango wa 10 mstari wa 17. Hivyo basi imani inatokana na kusikia ujumbe, na huo ujumbe ambao utausikia unatokana na Yesu Kristo peke yake. So kama unataka imani na utaki Kristo, jiondoe katika mambo ya imani. Kama unataka kuabudu na utaki Yesu Kristo atajwe kama yeye ni Mungu, basi mambo ya kuabudu wachana nayo. Huo ndio ukweli. Tusidanganyane, because hivyo ndio Biblia amesema, bila Yesu hakuna ibada, bila Yesu hakuna imani, bila Yesu hakuna vile wewe unataka mambo yako yatendeke vile unataka, na hautasema ya kwamba utukufu mrudie Yesu. Itabidi utafute mbinu nyingine. Utukufu wote unafaa kurudia Mungu. So imani inatokana kwa mtu kusikia neno la Kristo. Hiyo ndio kitu cha kwanza ambao unafaa kuelewa. So imani hii itafanya kazi wakati unafuatilia neno la Kristo, wakati unatenda yale ambao unafundishwa. Lakini sasa nataka niangalie katika hii mambo ya dunia. Watu wamekosa kuamini Mungu ukweli, wakadharau, wamechekelea, wametukana Mungu kwa sababu wanasema kwamba Mungu hayupo, lakini wanakuwa na imani na viumbe vyake. Lakini hii pia ni uchawi. Hii ni kufukuru. Hii unakosa kuamini Mungu aliyekuumba alafu unaamini kiumbe chake. Haiwezekani. Mtu anayetaka kuamini mchungaji na anakataa kuamini Mungu ambaye anafanya ule mchungaji anapoomba unapata kile ambacho ulikuwa unahitaji kwa maisha, huyo mtu hayuko serious. Hayuko serious. Ndio maana mimi huwa nasema neno moja: kama hautataka kuamini habari za Mungu na unataka kuamini mimi, wewe ni mkora. Mimi ni chombo ambacho ninatumika na Mungu, lakini kunaye anayenitumia mimi kuongea haya maneno. Kunaye ambaye ananifanya mimi nione, mimi nisungumuze, anayenifanya mimi kuwaza, anayenifanya nitembee. Huyo ndio unafaa kuamini. Lakini unapata kwamba mtu anakosa kuamini Mungu lakini anaamini viumbe vyake. Hiyo ndio changamoto ambayo imekuja katika dunia. Hiyo ni dhambi ya kufukuru. Huu ni ukweli. Kwa sababu unapata mtu anakuambia kwamba haamini Mungu, lakini anapoenda kupanda gari anaamini yule dereva, na yule dereva hajaangalia kama akona la license. Yule dereva hata mwingine ametumia madawa za kulevya. Yule dereva hata mwingine hajawahi enda hata kupitia kwa shule ya driving, lakini huyo mtu amekaa pale kwa gari anaamini mimi mahali naenda nafika. Hata kwa ndege ni hivyo, hata kwa meli ni hivyo. Watu wameamini wanadamu. Ninapokaa katika dunia nimeona watu wamefika mahali wakaamini wanadamu kuliko Mungu aliomba hawa wanadamu, ambao mimi siwezi kufanya. Wakati umeomba nikapata kazi ambao tuliomba na wewe tukiamini, Mungu akakutumia wewe kama chombo, hakuna vile nitaamini wewe ati wewe ndio ulinipatia hiyo kazi, sio Mungu. Ni kuamini kuliko yule ambaye alitenda hiyo kazi kupatikana. Hapana. Kama ni hivyo, heri niachane hata na mambo ya kuabudu. Ati daktari Mungu amemtumia, ametibu mtu, amefika mahali yule mtu amepona. Sasa yule mtu anaamini daktari. Chenye daktari anamwambia huyo mtu anafuata, lakini ya Mungu anakataa. Daktari akikwambia kwamba utakuwa unameza hii dawa baada ya 3 hours, unapata hiyo masharti yote na kuyatimiza. Lakini wakati Mungu amekwambia wachana na masengenyo, umewacha. Wakati Mungu amekwambia wachana na vitina, wachana na magombano, wachana na ukabila, wachana na ushirati na wizi, na wachana na ulevi, umewacha. Daktari aliyekwambia utakuwa na meza hii dawa, na before meza hii dawa akisha kwamba hii chakula ndio unafaa kukula, yote umefuata ya daktari. Kwa nini ya Mungu umeyapuuza? Wewe inaonekana wazi ya kwamba wewe Mungu wako ni daktari, sio Mungu. Na wakati unamfanya Mungu daktari kuwa Mungu wako, mpendwa, ni hatari. Wacha nikwambie, hata mimi wakati mimi ni mtumishi hivi, unaponiamini mimi kuliko Mungu, umejiingiza katika hali ya hatari. Na Mungu anasema hawezi kushiriki utukufu wake na mwanadamu yeyote.
Watu wangapi ambao mmeamini serikali kuliko Mungu? Serikali iliwasaidia, ililipia mtoto wako school fees. So serikali ndio Mungu wako. Ni watu wangapi mmeamini mabosi kuliko Mungu? Kwa sababu huyo bosi ndiye anakulipa mshahara, akikusimamisha kazi hautakula, hautavaa, hautaishi. Sasa bosi ndio Mungu wako. Hata juzi nimesikia mtu anasema kwamba Mungu wake ni mama yake na baba yake, kwa sababu hao ndio walimzaa wakamleta katika hii dunia. Lakini hatuelezi mahali walitokea, hatuelezi walikujaje. Ukimwambia anasema Biblia ni kitabu cha wendazimu, ni kitabu cha wazungu. Lakini kitabu chako kiko wapi cha kueleza Mungu wako, tumjue ni nani ambaye aliumba huyo mama yako? Tueleze. Sisi tunasoma Biblia unasema kwamba tumerokeka akili, ni wapumbavu, dini imetuua. Wewe kuja pia na kitabu yako tusome, tuangalie huyo Mungu wako, tuone kama ni Mungu wa ukweli, tumfuate. Hauna kitu yoyote, hauna uthibitisho wote, na wewe ndio unasimama kuambia watu kwamba Mungu hayupo, na watu wanakuamini. Tafuta wapumbavu kama wewe ucheze na akili yao. Tulikuwa pale bwana mpendwa, sio wewe mtu wa kwanza ambao utakuja kututishia na cheo yako. Hiyo tafuta mahali nyingine. Usifikiri cheo chako utatumia cheo chako kutishia watu wafike mahali wakatae Mungu. Ni ngumu. Tafuta watu wengine. Hivi ndivyo Mungu anasema. So nimekuja nikagundua kwamba katika hii dunia watu wengi sasa wameamini viumbe kuliko muumbaji. Wako na imani na viumbe. That's why mtu akiingia hata kwa meli anashukuru. Anaamini kwa meli. Akiwa hapo ndani hata hii meli iwezi zama. Mtu akiwa katika ndege anaamini hiyo ndege. Anaamini yule rubani kabisa katika maisha. Mpendwa, kama unaamini viumbe vya Mungu kuliko Mungu mwenyewe, umepotea. Hata Mungu anapotumia vile viumbe kujitukuza katika maisha yako na kukusaidia, hakuna vile viumbe vinaweza kuwa Mungu katika maisha. Hiyo ni vitu nakuambia kila siku nikirudia. Lazima tutaendelea kufundisha watu kumjua Mungu na watu kutimiza matakwa ya Mungu. Mambo yote katika maisha yetu yanatokana na imani. Na imani hiyo ni Mungu mwenyewe. Lazima umwamini ndiye akutendee. Kumbuka kuna watu ambao walikuwa vipofu, walimwendea Yesu wakamuuliza Yesu, tunataka kuona. Yesu aliwauliza tu swali moja. Mmekuja vizuri, lakini nataka mnijibu swali moja. Mnaamini ya kwamba mimi ninaweza kuwaponya? Wakasema ndio. Yesu akasema ombeni imeshapa. Hakuna mkono nawekea, hakuna mafuta anointing nawapaka, hakuna kifagio na wachapa nayo mapepo yaitoke yenye liwafanya mkoe vipofu, hakuna mshumaa na kupatia, hakuna rozari, hakuna msalaba, hakuna chumvi, hakuna kitambaa, hakuna stika ya mchungaji ama stika ya hakuna kitu unapewa. Vile tu umeamini hivyo ndio imekutendekea. That's why unaona ule